Watu 50 wanaanza shindano la kutembea. Mshindi ni mmoja atakayefika mwisho. Sheria ni moja, usipunguze mwendo. Ukisimama mara tatu tu, risasi na kungoja. Hakuna mapumziko, hakuna huruma, mpaka baki mmoja. Hii ni The Long Walk, safari ambayo huenda usifike mwisho. Fikiria Marekani nyingine kabisa, nchi iliyotekwa na jeshi na kugeuzwa dola ya kiimla, ambapo mtu mmoja tu ana sauti, Meja. Ndani ya dunia hii kuna mchezo mmoja unaovutia wote, mashindano ya kutembea. Mshindi wake atapata umaarufu, utajiri na haki ya kuomba chochote anachotaka. Kila mwaka tukio hili linarushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya kitaifa, na kwa vijana wengi waliopo kwenye umaskini, hii ndio fursa ya pekee ya kubadilisha maisha. Watu wanajitolea kwa hiari, kisha bahati nasibu inachagua vijana 50 kati yao ndio wanaochaguliwa kushiriki mchezo huo. Kutoka jimbo la Maine, mshiriki pekee ni Ray. Mama yake Jenny ndiye atakayemsindikiza mpaka mahali pa tukio, na safari nzima ni ya wasiwasi mkubwa. Jenny anajaribu kumsia badilisha mawazo, lakini Ray anamkumbusha kwa upole kwamba uamuzi huu sio wa kwake kufanya. Wanapofika, Jenny anamkumbatia mwanae kwa nguvu, machozi yakimtoka, na kabla ya kumwacha aende, ndani ya lango Ray anakutana na Peter, kijana mchangamfu na rafiki. Kuna Kali pia, anadai ana miaka 18, lakini kila mtu anaona wazi kwamba ni mdogo zaidi. Muda si mrefu, Meja anajitokeza, anampa kila mvulana kibao cha chuma chenye namba yake. Sasa ni wanaume, anawaambia, kisha anaanza hotuba yake ndefu. The Long Walk anasema hii iliundwa kuokoa taifa lililopoteza thamani ya kazi baada ya vita. Kila mwaka baada ya mchezo huu, uzalishaji unapanda. Kwa Meja, hii ni ushahidi tosha kwamba mfumo unafanya kazi. Tatizo la nchi, anaamini, ni uvivu tu, hakuna zaidi. Vijana wanapewa vikuku vya kupima mwendo, kisha Meja anatoa sheria zake. Hakuna mstari wa mwisho, wanapaswa kutembea mpaka mtu mmoja tu abaki. Wanatakiwa kuendelea na mwendo wa angalau kilomita 4 kwa saa. Wakipungua chini ya hapo, wanapata onyo. Wasiporekebisha mwendo ndani ya sekunde 10, onyo lingine linakuja. Maonyo matatu yanamaanisha risasi, na kutoka nje barabara, risasi papo hapo, bila onyo hata moja. Baada ya hotuba, Meja anafyatua bunduki hewani. Mchezo umeanza rasmi. Vijana wanaanza kutembea na nyuma yao magari ya kijeshi yanawafuatilia kila hatua, yakirekodi kila kitu kwa ajili ya televisheni. Polisi mmoja anawapungia mkono vijana wanapopita, lakini Geri aliyekasirika anamjibu kwa ishara ya kidole kabla ya kutema mate. Kufikia kilomita 8, mazungumzo yanaanza kufunguka hadi Steboni anapopunguza mwendo kidogo tu, na mara moja anapata onyo. Wengine wanaanza kujiuliza, je, hii ni njia tu ya kuonyesha mipaka yao ya kweli? Gari naye anapata shida yake mwenyewe, jiwe limemwingia kwenye kiatu, anasimama kulitoa, na askari wanaanza kumpa maonyo mfululizo. Kufikia onyo la 3, askari yupo tayari kupiga risasi, lakini Geri anarudisha kiatu chake haraka na kuendelea kukimbia, akiokoa kwa sekunde chache. Arthur anakiri wazi kwamba yupo hapa tu kwa ajili ya pesa. Ray kwa upande wake anasema kuna vitu muhimu zaidi ya hilo, na anaanza kujieleza jinsi mfumo mzima ulivyofanya waamini wanajitolea, wakati kwa kweli wamewabana kiasi cha kuwaacha bila chaguo jingine. Wengine wanaogopa kuzungumza vibaya mbele ya kamera, lakini Peter anavutiwa na wazo hilo. Anakubali kwamba akishinda atatumia pesa kusaidia watu. Anawasha sigara. Hank anamwonya ni hatari, lakini Arthur anaomba naye avute. Mazungumzo yanakatishwa na Richard anayejipenyeza katikati yao, akiandika majina ya namba ya kila mtu. Ana ndoto za kuandika kitabu kuhusu tukio hilo siku moja. Peter anamcheka kimoyomoyo. Akishinda mchezo huu, tayari atakuwa maarufu bila kuandika chochote. Kisha maumivu yanamfika Kali. Mguu wake unapata mkakamao mkali. Anaanza kupunguza mwendo, na askari anamwonya. Ray na Peter wanamsaidia kutembea, wakimtia moyo kwa maneno. Anajaribu kuendelea peke yake, lakini maumivu ni makubwa mno. Anaanguka. Onyo la 3 linafika na risasi inamfuata mara moja. Ray anashtuka, anapunguza mwendo bila kukusudia, na anapata onyo lake mwenyewe. Peter analazimika kumsukuma aharakishe. Muda mfupi baadaye, Meja anarudi na kutoa hotuba yake nyingine, akimtaja Kali kama shujaa aliyeanguka kwa heshima. Safari inaendelea. Ray anaomba maji kwa askari, akigusa bunduki yake kama ishara bahati. Peter akihitaji kujisaidia, anafanya hivyo tu barabarani mbele ya kila mtu. Kufika kilomita 27, wanamwona msichana mdogo akiwa na bango akimshangilia Ray kwa jina, jambo linalofanya wenzake wacheke na kumwita shabiki. Ghafla mvulana mmoja anaanguka na kifafa. Askari wanaanza maonyo.
huku gari akimruka juu yake bila huruma, akimdhihaki kwa kuficha ugonjwa wake. Muda si mrefu risasi inamfikia. Kufikia kilomita 40, gari anaanza kumchokoza Rank, mvulana mwingine, mpaka anapotukana mama yake. Rank anajaribu kumpiga gari, lakini gari anakwepa kila pigo na Rank anaishia kuanguka chini kwa nguvu. Hasimami kwa wakati, risasi inamfikia. Wenzake wanaanza kumlaumu gari waziwazi, wakisema hawawezi kusubiri siku atakapoondolewa naye. Baadaye kidogo, mvulana mwingine analazimika kujisaidia haja kubwa akiwa anatembea. Hata ajitahidi vipi, mwendo wake unapungua na risasi inamfikia pia. Kilomita 56, Meja anarudi tena na kuwapongeza kwa kufika usiku wao wa kwanza, akitumia maneno matamu kuwafanya waamini kwamba wanafanya jambo la maana. Ray anaanza kusinzia akiaota ndoto za mama yake. Anapata onyo mara ya kwanza, kisha ya pili. Baada ya kuzungumza na wenzake kuhusu familia zao, anajaribu kuongeza mwendo, lakini anajikwaa. Onyo la tatu, sasa itambidi atembee bila kosa lolote kwa masaa matatu ili kufuta rekodi yake. Peter anamtia moyo, lakini Ray akiwa na wasiwasi mkubwa anamkasirikia bila sababu. Hapo ndipo wanafika kwenye kilima kikali. Uchovu unawaangusha wengi na risasi zinaendelea kulia. Ray anajaribu kutozingatia vifo nyuma yake. Wakati fulani Ray naye anaanza kuyumba, lakini Peter anamshika kwa wakati. Ray anaomba radhi kwa hasira yake ya awali. Asubuhi inapofika, wamebaki washindani 18 tu kutoka kilima cha usiku. Kufika kilomita 108, Hank anaonekana kuishiwa nguvu na anapoulizwa hali, anamkasirikia Peter aliyekuwa akimjali. Richard ambaye amekuwa akitembea na kifundo kilichopinda hatimaye hawezi tena, anaanguka na askari anampiga risasi mbele ya watoto wawili waliokuwa wakitazama kando ya barabara. Kufikia kilomita 161, Meja anarudi tena kuwapongeza. Mvulana mmoja anajaribu kutoroka kwenye jengo la karibu, anauawa papo hapo. Kwenye kilomita 166, wavulana wanazungumza kuhusu matakwa yao ya ushindi. Peter angependa washindi wawili badala ya mmoja. Ray anataka kubadilisha mfumo mzima wa nchi, lakini wenzake wanamkumbusha kwamba matakwa hayana uwezo huo. Wanakasirika pamoja, wakianza kumlaani Meja kwa sauti. Jioni hiyo mvua kubwa inaanza kunyesha na Peter anamsaidia Ray alianza kulala akiwa anatembea. Asubuhi iliyofuata wanafika kilomita 232. Arthur anasimama kujisaidia na askari wanamharakisha kwa maonyo ili kupitisha wakati na kusahau uchovu. Ray anaamua kumsimulia Peter kuhusu baba yake, mtu aliyemfundisha falsafa, somo lililopigwa marufuku na serikali. Meja mwenyewe alimtaka baba yake Ray aache kufundisha na kuwapa uaminifu kwa dola. Alikataa. Alipokataa aliuawa mara moja. Hapo ndipo Ray anafichua siri yake ya kweli. Amejiunga na mchezo huu si kwamba ya pesa, bali kupata nafasi ya kumwomba Meja bunduki na kumuua. Kilomita 274, hakuna tena hamu ya kuzungumza. Mvulana mmoja miguu yake ikitoka damu anajaribu kupanda juu ya tanki la kijeshi akiomba msaada. Askari wanamwangusha na tanki linampitia mguuni. Bado anapata maonyo huku akipiga kelele za maumivu kabla ya kupigwa risasi. Tukio hilo linamfanya mvulana mwingine apoteze akili kabisa. Anavua nguo na kukimbia nje ya barabara, jambo linalomfikisha kwenye risasi pia. Jioni hiyo kwenye kilomita 323, Hank hawezi tena. Badala ya kupigana zaidi na uchovu, anageuka na kuwaendea askari moja kwa moja akijua matokeo. Arthur aliyevunjika moyo anakimbilia mwili wa rafiki yake na anapata ono lake mwenyewe kwa kufanya hivyo. Ray analazimika kumvuta ili amwokoe. Asubuhi iliyofuata wamebaki wavulana 6 tu. Wakiwa kwenye kilomita 336, wanakumbuka Hank alikuwa na mke na wanakubaliana kwamba mshindi atamsaidia kifedha. Gari aliyeacha nje mazungumzo hayo anamwendea Ray kumweleza kwamba kifo cha Hank kimekuwa kikimsumbua tangu kilipotokea. Hata kama anadai haikuwa kosa lake moja kwa moja, anaomba radhi kwa kuahidi kuchangia pia mke wa Hank. Kikundi kinamkubali tena kwenye udugu wao. Anatembea mbele yake na kujiuka kutumia kijiko. Askari kama kawaida wanamfuata na maonyo kabla ya risasi ya mwisho. Kwenye kilomita 418 waliobaki wanajaribu kuinua hali zao na kuimba pamoja. Siku ya 5 wanafika kilomita 447. Barabara inayoelekea mjini kwa Ray. Cole anamwambia Ray ana bahati kwa sababu atamuona mama yake tena, lakini Ray, hiyo ni laana zaidi kwa sababu itambidi amwache tena. Kufika kilomita 460, buti la reli linabomoka. Anaamua kuvua viatu vyote viwili ili abalansi uzito. Hapo ndipo anaona miguu yake ikitoka damu. Anamwomba Jenny kando ya barabara. Anashindwa kuvumilia na anakimbia kumkumbatia mamake. Jenny anarudi nyuma kwa hofu, akimsia baki barabarani.
huku Peter akimvuta Ray kwa nguvu kumzuia asipigwe risasi. Wanapoendelea, Peter naye anafungua moyo wake kuhusu maisha yake. Wazazi wake walikufa vitani, akalelewa na mjomba aliyemtesa mpaka umri wa miaka 10, kisha akaishi mtaani kwa wizi na mapigano. Alama ya kovu usoni mwake inatoka kwenye pigano lililomfikisha hospitalini. Siku aliyoahidi kutafuta mwanga hata gizani, akishinda atatumia pesa kusaidia yatima. Kwenye kilomita 492, Stebbins anasema wanapaswa kuacha kusaidiana kabisa, la sivyo mateso haya hayataisha. Wanakubali, ingawa kwa uchungu. Damu inapoanza kutoka puani mwa Arthur, wengine wanajifanya hawaoni, jambo linalomfanya Kai akasirike sana. Anakimbia mbele kuiba bunduki ya askari, akitaka kulipiza kisasi kwa kumuua mmoja wao. Wanamuona akiuawa mara moja, lakini Kai hataki kifo chake kimalizwe na wengine. Anajiua mwenyewe kabla askari hawajamfikia. Kwenye kilomita 521, hali ya Arthur inazidi kuwa mbaya. Peter na Ray wanaamua sasa wataacha kumsaidia ujamaa wa kumshika, wakijua wazi kwamba hana muda mwingi. Anawaomba wampe bibi yake mkufu wake wakishinda, na kuwaomba wasigeuke kumtazama akienda. Anatembea kuelekea kwenye roli na askari wanamaliza kazi yao haraka. Knight naye anaanguka kwenye kilomita 525. Watatu wa mwisho wanavuka daraja, huku Meja akiwaza maneno yake kama kawaida. Stebbins anachukua fursa hii kufichua siri. Yeye ni mmoja wa watoto wengi wa siri wa Meja na alikuwa akitamani kuishi katika nyumba moja na baba yake. Sasa mwili wake unamsalimu, anataka tu iishe, anataka kufa. Anasema imekuwa heshima kutembea nao na anafurahi kujua kwamba mshindi atakuwa Peter au Ray. Anaacha kutembea na askari wanamfikisha mwisho wake bila baba yake kuonyesha huzuni yoyote. Mvua inaanza kunyesha tena. Ray anakiri kwa Peter kwamba zamani aliogopa kifo, lakini baada ya kushuhudia vifo vingi kwa wakati huu, hofu hiyo imepotea. Wanapofika kilomita 531, umati mkubwa unawapokea mjini kwa shangwe. Peter anasimama na kusema anataka kujitoa ili Ray aweze kurudi kwa mama yake, lakini Ray anakataa kabisa, akimsihi endelee. Peter anatembea mbele bila kujua Ray amesimama nyuma yake. Askari wanampiga risasi Ray na Peter anajaribu kurudi kwa ajili yake, lakini kwa kuwa yeye ndiye mshindi, askari wanamvuta mbali kwa nguvu. Kabla risasi ya mwisho kutoka kwa Meja mwenyewe, Ray anamwambia Peter kwamba anampenda na kumwomba mama yake msamaha. Umati unashangilia na fataki zinajaza anga, huku Peter akivunjika kabisa ndani. Meja anampongeza Peter na kumwomba ombi lake la ushindi. Peter anaomba tu bunduki ya askari. Mara tu anapoishika bunduki hiyo, Peter anaigeuza moja kwa moja kuelekea kwa Meja. Meja anajaribu kumtuliza, akimkumbusha utajiri na umaarufu unaomsubiri. Kisha anamuua Meja na movie inaishia hapo.